Aanze Ateba. Hii mechi aanze Ateba. Mechi aanze Ateba. Kwa nini aanze Ateba? Fiziki yuko vizuri. Naamini anaweza akatumia nishati aliyonayo, nguvu, kuendelea kupunguza kasi ya wale walinzi. Unajua kwenye mpira hakuna kitu riski zaidi kama kubadilisha center back. Ni moja kati ya kitu ambacho ni riski kubwa sana kwenye football. Yani ikitokea unabadilisha center back, hajapata jeraha lolote, huyo mwingine aingie mpaka aje aendane na rhythm ya mchezo. Kama mnacheza na timu ambayo inaweza kutumia madhaifu yenu kutengeneza matokeo, mtakuwa kwenye riski kubwa ya kufungwa. Kwa hiyo naamini kama coach ataamua kuanza na Lionel Ateba, energy yake itumike vizuri, Simba watengeneze pressure kubwa kwa mpinzani. Naamini second half kwenye dakika ya 60 mpaka 70 akiingia Dese Mukwala anaweza akafanya vitu vikawa virahisi zaidi kwa sababu ya movement ambazo amekuwa nazo, uharaka wa matukio. Naamini inawezekana ni faida kubwa kwa Simba kwenye mechi. Naamini akianza Lionel Ateba itakuwa ni kitu poa. Magunga. Yeah. Lakini Dese ameonyesha kwamba ni anta kwenye box kulikoni Ateba. Ndio mtu ambaye sasa ni kama roho ya Simba kwenye eneo la juu la ufungaji pale. Hii mechi inamtaka kwa kiasi gani? Cha muhimu nafikiri mwalimu ataangalia ni mchezo na mhitaji nani zaidi, na nani atakuwa tayari kwa ajili ya huo mchezo, kwa sababu ukiangalia vizuri Stellenbosch namna ambavyo anazuia, for me naamini Dese Mukwala anaweza kani sehemu ya kikosi. Kwa nini nasema hivi? Ni kwa sababu ni aina ya timu ambayo wana press sana kuanzia mstari wa juu, kwa maana wanakabia zaidi mstari wa juu, na ubaya ni kwamba kuna distance ama kuna umbali mrefu baina ya golikipa pamoja na mstari wa walinzi. Kwa hiyo kuna wakati unacheza na timu ya namna hiyo unahitaji washambuliaji ambao hawahitaji tu mpira mguuni. Mara nyingi wana uwezo mkubwa wa kushambulia nafasi nyuma safu ya ulinzi ya timu pinzani. Na ukimwangalia Dese pamoja na Ateba ni washambuliaji wawili tofauti. Ateba anapendelea zaidi ku drop kwenye midfield kutokana na mwalimu anamhitaji afanye hivyo. Hold mpira, link up na wachezaji wenzie, na mara nyingi huwa analipa goli mgongo. Na ukiwa unalipa goli mgongo, maana yake unahitaji kuwa mfanisi zaidi kwenye kubadilisha mwelekeo wa mwili na kushambulia nafasi kwa haraka, kufika kwenye box na kutumia nafasi. Kwa hiyo namuona zaidi Dese Mukwala kwa sababu yeye mara nyingi anahitaji mpira mguuni, lakini mtu ambaye anapendelea zaidi kushambulia nafasi na anahitaji viungo wake kupenetrate mipira akutane nayo kwenye nafasi na kuweka mpira kwenye wavu. Kwa hiyo I prefer kwa Dese kuliko na zaidi ya hapo. Unajua Juma, ndio mpira hauhitaji complication nyingi sana wakati mwingine. Katika hali ya kawaida, the more mashindano kama CAF Confederations Cup yanavyozidi kwenda mbele, yanazidi kuwa magumu, na karakta ya mechi ngumu mojawapo ni ufinyu wa nafasi. Na ukiangalia baina ya washambuliaji wawili Mukwala na Ateba, ukiondoa hata kile ambacho Magunga amezungumza, kwa sababu mimi naelekea kwenye mwelekeo wake, unahitaji mshambuliaji ambaye yuko on form. Dakika ni 3 baada ya saa 4 kamili. Mambo ni mazuri, bado uko na sisi hapa. Unasema namna gani? Ungependa kumuona Mukwala akianza ama ungependa kumuona Ateba akianza? Kwanza akapige pressure kidogo Stellenbosch pale, lakini kamanda alikuwa anakuambia mara nyingi mchezaji ambaye anakuwa on fire ama on form ndiye mchezaji ambaye always anapaswa kupewa nafasi. Manake kamanda unasema hii mechi ni ya Mukwala. Yes, kwa sababu mimi nitarudia tena, Lionel Ateba sio mchezaji mbaya kabisa, ila tu sio mfungaji ambaye anaweza kukugarantii goli kwenye key moments. Na hata pamoja na hayo tunayosema, mazingira ya mechi you never know, anaweza akapangwa yeye na akafunga bao moja, akaperform, akatunyamazisha, lakini hiyo haiwezi kuleta tofauti ya tabia zake kama mchezaji. Na unajua mchezaji unacheza kwenye nafasi husika kulingana na tabia yako, sawa? Ukimwangalia Ateba sio opportunist. Ateba anapenda sana mpira ukiwa mguuni kwake. Mukwala anaweza akacheza mechi nzima hajagusa mpira, akagusa mara moja alafu ndio hilo likawa goli. Ndio mtu ambaye unamhitaji kwenye key moment kama hii ya kwenda finali. Sasa Ateba ni mtu ambaye anahitaji mazingira sahihi kwa 100% ili aweze kuwa effective. Kitu ambacho kwenye game tough kama hiki kinaweza kisitokee mara kwa mara.
Kwa hiyo kwenye mechi ambayo unajua kwamba bana hatuna uhakika wa kutengeneza nafasi 5 kubwa, tunatengeneza labda nusu nafasi au tutatengeneza nafasi moja kubwa, unamhitaji mtu ambaye ni clinical, mtu ambaye ni opportunist, mtu ambaye unajua kwamba bwana wewe ni sniper, una risasi moja peke yake, target iko mita labda 900 mbele, it's a moving target labda, ndio yani hapa hauhitaji kupoteza risasi, ni moja. For me the man has to be Steve Dese Mukwala. Dese Mukwala anapaswa kuwepo hapo, lakini kuna mtu alikuwa anauliza kwamba kwa namna ambavyo walikuwa wakiwaona Stellenbosch wanavyocheza, wanaonekana wako aggressive sana. Yeah, sure. Wanahitaji pia striker ambaye wako aggressive kwa sababu kwanza ni timu ambayo inakuwa composed na wachezaji wengi ambao bado wana umri mdogo. So it means kwamba nishati yao ya kufanya matukio ama ya kuhusika na matukio uwanjani inakuwa ni kubwa muda wote. Ndio maana wanaweza wakadefend mechi nzima, wakashambulia dakika 89 wakakufunga. Kwa hiyo sasa unajua kazi ya mshambuliaji ni kutumia nafasi zinazotengenezwa, sio kukimbizana na watu. Kwa hiyo hatuwezi kumpanga mtu katika nafasi ya ushambuliaji tukaacha kurigard jukumu mama ambalo ni kutumia nafasi kufunga. Sawa, ndio. Yani kazi ya ushambuliaji haihitaji mambo mengi, haihitaji mbwembwe. Wewe tunahitaji goli, tunahitaji ufunge. Hizo stories zingine ukiwa unamtafuta mshambuliaji, hivyo vitu vingine ni vitu vya ziada. Au unataka kusema nini Magunga? Kamanda yuko sahihi, lakini pia jamaa mimi mdau anaposema Stellenbosch wako aggressive, nafikiri zaidi kipindi ambacho wanakuwa na mpira na wanakuwa hawana mpira. Ujue watu wengi wanadhani timu inaweza kuwa aggressive bila tu ya mpira, au tunapozungumzia neno compactness, kushikamana wakiwa na mpira na wakiwa hawana mpira, kwa sababu wana press kweli kweli. Ukiona timu yoyote na press kuanzia mstari wa juu katika dakika zote za mchezo, maana yake hiyo timu na wachezaji wengi wenye stamina, wavumilivu na wafanisi kwenye hicho ambacho wanakifanya. Na hata ukiangalia takwimu zao, mechi nyingi sana wanakuwa dominated kwenye possession. Yani wao wamiliki zaidi mpira. Kwa hiyo silaha yao kubwa ni kuanza kutengeneza mashambulizi kwa kuwalazimisha wapinzani wao kufanya makosa kipindi ambacho wanajenga mashambulizi. Kwa wanapo press juu, watakulazimisha tu ukosee. Kisha watachukua mpira, watafanya turnover, watarudi kwenye lango lako, wanafunga kiurahisi. Na wakiwa na kupress kuanzia juu, maana yake hata ukifanya kosa achukui muda mwingi kufika kwenye lango lako. Lakini pia hata wakiwa wanakukuta defensive shape yako ikiwa imevurugika. Lakini pia hata akiwa na mpira si timu ambayo inafunguka. Unajua tunasemaga timu ikiwa na mpira inatakiwa kufunguka, kufanya kutanua uwanja, si kufanya nini. Lakini wa jamaa wanatengeneza muundo ambao uko very very compacted, I mean. Wanashikamana sana. Na kipindi ambacho wao wanafunguka kwa kutengeneza uwiano mzuri baina ya wachezaji wanaoshambulia na wachezaji ambao wanazuia. Kwa nini? Kwa sababu wanajua wao timu nyingi wanazifunga kwenye fast break ama kwenye counter attack. Kwa hiyo wenyewe wanajua kwamba uhatari ni mkubwa kiasi gani. Kwa kama wenyewe wanawadhibu wapinzani kwa kutumia hizo njia, kwa wao wana take tahadhari kwamba sisi tunapaswa kuwadhibiti wapinzani kwenye hivi vita ambavyo sisi tunavitumia kuwadhibu wapinzani. Kwa hiyo sofa ni timu pia ambayo ina vijana kiukweli. Kuna vijana na wana energy ya kutosha, kwa maana nishati, kasi. Kitu kingine ambacho ambarikiwa wachezaji wa South Africa ni technician kweli kweli. Yani ufundi ule, ustadi na namna ya kuchezea mpira kwao ni kitu ambacho wamebarikiwa. Nilikuwa nasikiza interview ya Ribeiro, kocha wa Orlando Pirates. Alikuwa anamzungumzia Masangwanyi Tito. Akanasema navofika Orlando Pirates, wakati naanza kufanya kazi na Masangwanyi, nilikuwa namzuia zaidi kuchezea zaidi mpira. Unajua kuna kipindi kwa naangalia hata mechi ya Young Africans na Kaizer Chiefs, kuna mchezaji anaitwa jina limenitoka kidogo, ameshafungwa Kaizer Chiefs goli 4 afu anaupanda mpira juu. Shabalala wanamsema. Yes, Shabalala. Nadia akamwita akamwambia sikia, kuna watu kupia wanataka kucheza. Kwa hiyo ambacho anasema yeye ni kwamba aligundua Tito kuchezea vile mpira ni kwamba kuna muda anatafuta confidence, hali ya kujiamini. Yani anapofanya vile anaamini mashabiki vile ni vitu ambavyo wanapenda. Kwa kipindi ambapo anaanza kushangilia baada ya kuona vile vitu vinatokea kiwanjani, ndio kipindi na yeye anaanza ku raise confidence. Kwa hiyo ni ngumu pia kwa press wachezaji ambao wamebarikiwa ufundi, kwa sababu kama unampress mchezaji ambaye anajua kuchezea mpira juu, of course unacheza mpira unaelewa.
ni ngumu sana kumpora ule mpira kwa sababu hawa ndo wale tunaita press resistant players. Kwa hiyo ni mechi ambayo ni tricky kiukweli kwa sababu si rahisi kwa press Simba na kuini mpira, na pia sio rahisi kwa press Stellenbosch na kuchukua mpira. Na mimi ndo maana juzi hapa nilisema kwamba wala sitoshangaa hii game kwa mfano inaisha bila na shughuli na inabaki kwamba kwenye mechi ya pili ndo mambo yanakwenda kuwa hadharani kumalizikia. Lakini sasa ikitokea watu wamekuja wote tunafikiria wakawa nyuma ya mpira kwa sababu wako away. Ghafla wanakuja tofauti kabisa na wanasaka goli kama ilivyokuwa kwa Zamalek. Kwa nini tumesema watakuwa nyuma ya mpira? Unaona tunafikiria hivyo. Yaani kuwa nyuma ya mpira. Ni sehemu ya approach ambayo inaweza isiwe ni main lakini ikawa ni sub approach. Na maana kwamba ikatokea. Yes, kwa maana kwamba sisi tuta press kuanzia mstari wa juu. Ikishindikana tumeshindwa kuupata mpira, tunapaswa ku track back, kufanya recovery kwa uharaka zaidi, kukaa kwenye mid block au low block. Kwa low block pia inategemeana na kwa mfano kuna muda timu inashambuliwa kwenye zone yao, lazima mkae kwenye low block. Na labda tukirudi kwa mfano kwenye mechi ya Stellenbosch na Zamalek, hii ni mechi ambayo Zamalek walikuwa na 63% ya mpira kwenye takwimu. Stellenbosch walikuwa na 37%. Zamalek walipiga mashuti 10. Sawa. Stellenbosch walipiga mashuti 7. Lakini katika hao mashuti 17 Zamalek walipiga mashuti on target 2, Stellenbosch wakapiga mashuti on target 3. Ndio. Sawa. Na aliondoka ameshinda kwenye huo mchezo alikuwa ni Stellenbosch. Lakini angalia kwa mfano kwenye eneo la pasi, Zamalek walipiga pasi 556, Stellenbosch walipiga pasi 326. Meaning kwamba watu waliomiliki mpira kwa asilimia kubwa sana walikuwa ni Zamalek. Unaweza kama na takwimu za mchezo wa mwisho akati alikuwa nyumbani kwa sababu mtanza akasema labda akiwa ugenini tu wana defend tutafika. Lakini ukiangalia hata kwenye eneo la defense Stellenbosch wao ndio walikuwa na matukio mengi ya kudefend, kuanzia kwenye interceptions ambako waliwazidi Zamalek kwa interceptions 5, walikuwa na blocks 3, clearance 35, hata keeper saves hakuwa na tofauti kubwa sana. Lakini kama hivyo ulivyosema kwenye mechi ambayo walicheza wao nyumbani, ni mechi ambayo iliisha bila, lakini safari hii wao ndio walimiliki zaidi mpira 55%. 55%. Yes, shots on target 2, wakawa na hata idadi ya pasi kwenye eneo la pasi walimzidi Zamalek, pasi 485 kwa 393. Kwa hiyo ni timu ambayo inabadilika kulingana na mazingira, lakini kwenye element ya defense hapakuwa na mabadiliko makubwa sana. Bado Stellenbosch ndio alilazimishwa kwenye matukio mengi ya defense, kuanzia interceptions mpaka clearances mpaka keeper saves. Kwa hiyo inarudi pale tulipokuwa tunasema kwamba hii ni timu ambayo ina uwezo mkubwa wa kuadapt kulingana na wewe mpinzani utakapokuja. Sema ugumu ambao anaweza kukutana nao Stellenbosch kwa Simba ni kwamba Simba wana wachezaji wengi ambao pia technically wako gifted. Kwamba kwenye eneo la ulinzi, kwenye midfield, kwenye eneo la ushambuliaji, nilikuwa namsikiliza Anthony Raola, kocha wa Bournemouth, akawa anasema kuna wakati unapaswa kuwapa wachezaji uhuru pasipo kuathiri muundo wa kiuchezaji ili kutatua matatizo yanayopatikana ndani ya uwanja. Simba na Elie Mpanzu. Elie Mpanzu ni aina mchezaji ambaye anaweza kani solution sehemu yenye maswali magumu, kwa maana kwamba ukicheza na timu inayozuia kwenye low block, Elie Mpanzu ni tiba tosha. Anaweza kusafiri na mpira, anaweza kumpunguza mchezaji mmoja, wawili mpaka watatu. Ana uwezo wa kushoot. The same kwa Kip Dennis, ana hiyo energy, yuko powerful. Jean Charles au anaweza kufanya hicho kitu. Lakini vile vile ukicheza kwenye mid block, Simba na wachezaji ambao wanaweza kaoperate katikati ya mistari. Na kwa mpira sasa hivi kama mfuatilia sana, makocha wengi wanaitarget ile zone ambayo inapatikana mbele ya center back na nyuma viungo wa kabaji, kwa sababu ukifanikisha kufikisha mpira kwenye ile eneo unabakiza mstari mmoja tu wa ulinzi kulifikia lango la mpinzani. Lakini kitu kingine, hata akipress kuanzia mstari wa juu, nafikiri kwenye eneo la backline ya Simba solution ama tiba tosha kwenye hiyo changamoto ambayo inaweza kujitokeza, kwa sababu wapo comfortable zaidi wakiwa na mpira mguuni kwangu mimi. Abdulrazak Hamza, Shemu, na wakati mwingine ukicheza na timu kama Stellenbosch ambao unajua wana matamanio ya kupress kuanzia mstari wa juu,
kitendo cha timu kujenga mashambulizi kutokea kwenye eneo lao, kwanza ni kuwashawishi wapinzani wa kufuata kwenye eneo la juu. Kwa nini? Ni kwa sababu unataka upate space ambayo itakurahisishia kupitisha mpira na wachezaji kufanya movement kusogea kwenye eneo lao. Kwa hiyo so far ndio maana nilisema ni mechi ambayo ipo trick, kwa sababu inawezekana makocha wote wana wachezaji ambao wanaweza kafit kwenye mahitaji ya msingi. Kitakachoamua mchezo ni ufanisi mbele ya goli na nani atakuwa bora zaidi kiulinzi. Rich Kiza, unataka kusema nini ili tutoke hapo? Hii mechi unaona magoli mangapi hii mechi Jumapili? Magoli 3 na zaidi. Kweli? Rich Kiza, mbona mengi? Yani anaanzia 3. Isipozidi 3 sawa, lakini lazima kuna 3 hapo. Kuna goli 3 zitakuwepo. Kamanda, afu sio nyingi, uweze amini. Mechi magoli mangapi unaiona? Chemalon si bado Hii mechi itaamuliwa kwa goli moja, sio zaidi ya hapo. Au inaweza ikaisha bila kabisa. Bila tena Kamanda. Sasa niuliza maoni yangu. Unataka nikwambie Simba atashinda kulikana? Simba atashinda. Hapana Kamanda. Mimi nilitaka tu nijue kama ni bila manake sasa mimi na wewe tukienda South Africa tukao tunaenda kule tumbo ni joto kulikweli. Joto nini wewe shabiki wa Simba? Hasa wa Tanzania. Hata Simba akifunga 10,000 tutaenda tu. Tutaenda tu, si safari yetu iko pale pale. Okay. Kuna mambo mengi zaidi ya mpira Sauzi. Okay. Tunaweza tukaenda kupambana nje ya uwanja na sisi. Kuna vitu vingi zaidi ya mpira. Durban sio sehemu ya kupambania nje ya uwanja. Nikushauri mapema kabisa. Asante Kamanda, ushauri wako ni mzuri, umenipa raha by the way. Bwana, magoli mangapi unaona? Simba atapata goli 2. Simba anapata goli 2 hapa. Okay, 2-2. Sasa huko kwingine sifahamu. Ila Simba atapata goli 2. Kwa inaweza kata 2, lakini Simba 5-2. Simba anaweza kafungwa 5-2. Kumbe umeanza kujibu mwenyewe. Mimi ni wewe ili mtu asije akatoka hapa Magunga kasema Simba anashinda hiyo mechi. Anashinda. Huko akipata magoli